Shukran sana mtazamaji kwa kujiunga nasi katika taarifa zetu. Kumbuka tupo mbashara katika mitandao ya kijamii ambapo tunafahamika kama @sondugu.tv Kenya. Moja kwa moja, askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland, Dr. Timothy Ndambuki ameongoza hafla ya kuadhimisha miaka 81 tangu kuanzishwa kwa kanisa la ABC. Katika miaka hiyo, kanisa la ABC likijiendeleza katika miradi tofauti ikiwemo chuo cha EKIK, ABC Empowerment Sacco, runinga ya Undugu, Imani Plaza 1 pamoja na Imani Plaza 2. Askofu mkuu akisema kuwa kuanzia mwezi Septemba mwaka huu, chuo cha EKIK kitaanza kuchukua wanafunzi katika kozi tofauti. Hii ni maadhimisho ambayo yamehudhuriwa na mamia ya washiriki mbalimbali. Kanisa la ABC chini ya uongozi wake askofu mkuu wa kanisa hili Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland, Dr. Timothy Ndambuki limeandaa hafla ya kuadhimisha miaka 81 tangu kuasisiwa kwake. Hafla ambayo imefana kwa kiasi kikubwa msafara mrefu uliongozwa na askofu mkuu, maaskofu, canons na viongozi wengine wa kanisa, ukiandamana moja kwa moja kutoka makao makuu hadi eneo lililohifadhiwa hafla hiyo. Katika hotuba yake, askofu mkuu kwa mamia ya waliohudhuria hafla hiyo akisema kanisa la ABC lina utambulisho wa kipekee, akiwarai pia Wakristo kuhifadhi mikakati ya ABC zikiwemo hata nguo za uongozi kusimamia imani yao ya kipekee. There's no denomination which is like the other. We are different. Denominations are like that. But we come together as a church because we have our own identity, which includes many things. Askofu mkuu akisema kuwa kanisa la ABC limejiendeleza kwa kiasi, sasa hivi serikali ikiwa imeidhinisha chuo cha EKIK kuwa chuo kikuu kuanzia mwezi Septemba, wakitarajiwa kuchukua awamu ya kwanza ya wanafunzi. The government of Kenya, through the Ministry of Education and the Commission for University Education, have assessed our college, and our college has qualified to become a university. Is admitting students September, thank you. And I want to thank God because this is what I was praying for. Kando na hayo, askofu amesema washirika mbalimbali wamewekeza zaidi ya milioni 370 katika shirika la ABC Empowerment Sacco, uwekezaji unaowapa kipaumbele katika maisha yao ya kila siku. To date, we have over 370 million shillings where members can get small loans and do development of whatever nature they want. So we want to thank God because this circle has also made the church to improve in tithes and offering. Aidha, kanisa la ABC limewekeza katika miradi mingine ikiwemo runinga ya Undugu, Imani Plaza 1 na 2, huku pia akisema wachungaji wamepata nafasi ya kujiendeleza kimasomo kinyume na awali. Na jambo la kumsifu Mungu, kwa hiyo miaka tumefanya kazi kwa pamoja, na kabla ya 2007 we had only one bachelor of degree. Now we have masters and bachelors in degrees nyingi hazina hesabu. And that is why the church remains strong. Waimbaji kutoka makanisa na mataifa tofauti na wanamatari, battalion na vikundi tofauti wamejitosa uwanjani kwa ajili ya kumsifu Mwenyezi Mungu, hii ikiwa ni njia mojawapo pia ya kutumbuiza waliohudhuria. Fredrick Kwambua, Undugu TV.